Askari mmoja wa Israel ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa kufuatia shambulio la drones ya milipuko lililofanywa na kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon jana Jumapili, Aprili 26 mwaka 2026, kwa mujibu wa jeshi la Israel. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya jeshi la, askari aliyepoteza maisha ametambuliwa kama Sergeant Aidan Fox, ambaye alikuwa akihudumu katika kikosi cha 77 cha brigade ya 7 ya kivita akitokea mji wa Petah Tikva. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo jingine kwa jeshi la Israel katika eneo hilo, ambapo tayari ni askari 3 wameuawa kusini mwa Lebanon licha uwepo wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa zinaeleza kuwa shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia drones yenye vilipuzi, ambayo ililenga moja kwa moja kikosi cha wanajeshi wa Israel waliokuwa wakifanya operesheni katika eneo la mji wa Taibe kusini mwa Lebanon. Kutokana na mlipuko huo, afisa mmoja na wanajeshi 3 walijeruhiwa vibaya, huku askari mmoja akipata majeraha ya kiwango cha kati, mwingine akijeruhiwa kidogo. Jeshi la Israel linaeleza kuwa wakati juhudi za kuokoa na kuhamisha majeruhi zilipokuwa zikiendelea, Hezbollah ilizindua tena mashambulizi mawili ya ziada kwa kutumia drones zenye milipuko. Katika tukio hilo, moja ya drones hizo ilifanikiwa kuzuiwa kwa mifumo ya ulinzi wa Israel kabla ya kufikia lengo lake, huku drones ya pili ikilipuka karibu na wanajeshi hao bila kusababisha majeruhi zaidi. Kwa upande wake, Hezbollah ilikiri kuhusika na shambulio hilo, ikidai kuwa ilikuwa ikijibu kile kinachotajwa kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano unaofanywa na Israel katika maeneo ya mpakani. Kundi hilo limekuwa likitoa mara kwa mara madai ya mashambulizi ya kulipiza kisasi tangu kuanza kwa mvutano huo. Tukio hili linaongeza wasiwasi juu ya hali ya kiusalama katika ukanda huo, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakionekana kuwa dhaifu na wanakiukwa mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaonya kuwa mashambulizi ya aina hii, hasa yanayohusisha drones, yanaweza kuongeza hatari ya kuzuka tena kwa mapigano makubwa zaidi kati ya pande hizo mbili. Kwa sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu hatua za ziada zitakazochukuliwa na Israel kufuatia tukio hilo, lakini inaaminika kuwa jeshi hilo linaendelea kufanya tathmini ya kina ya hali ya usalama katika eneo hilo, pamoja na uwezekano wa kuongeza ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga yasiyotumia rubani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.